mabinti zangu, miaka ya vijana wangu, miaka ya kupata watoto irudi yote. Kama ni watoto wa kike, kama ni watoto wa kiume, na waume za watoto wangu na wake za watoto wa vijana wangu waje. Mungu ni mwaminifu. Mungu atafanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ninamalizia. Somo huwa hili alimalizika. Amen. Ili somo ni refu, tunafanya tufupishe muda ili tuingie kwenye maombi. Tutafundisha wakati mwingine. Lazima tufanye kila jambo kwa wakati na kwa utaratibu. Kwa hiyo nataka nimalizie, lakini ninachotaka nikueleze ni kwamba nimekuambia maisha ni ukurasa unaofunguliwa, na habari zetu za maisha yetu na vitu ambavyo tunatakiwa tupewe Mungu alishavikusudia viko kwenye ardhi. Usiniulize ndoa itakuwaje kwenye ardhi. Ndio maana watu wengi wanafungia ndoa juu ya ardhi, inavunjika hata kabla hawajatoka huko kwenye mapumziko yao. Na unashindwa kujua kilichovunja ndoa nini, kumbe hata ardhi ilikukataa. Kuna watu wengine hata wanaenda round about fulani ziko mijini, si ni Arusha, si ni wapi huko, wanazunguka pale alafu wanapiga picha, hawajui kwamba wenzao wanakesha usiku na matambiko na wamemwaga damu, na unakuja unazungukia pale pale napiga na picha, alafu mnaenda si wapi huko, mnatoka kisha. Kwa nataka nikwambie maisha ya mtu ni ukurasa unaofunguliwa kila siku. Nikikumbuka hivyo huwa nasikitika sana. Najiuliza nini kilifunguliwa mwaka jana tangu siku ya kwanza, ya pili, ya tatu ya mwezi wa kwanza, siku ya kwanza, ya pili, ya tatu ya mwezi wa pili mpaka mwezi wa 12. Je, ni kweli nilipata vitu vyangu vyote kwenye miezi 12? Jiulize, hilo ni swali. Sasa Mungu anataka, unisikilize, Mungu anataka arudi nyuma kuanzia kwa baba zako na kwa mama zako. Nitakwambia pale mwishoni. Aanze kuchuja na kutafuta vile vilivyo haki yako, vilitakiwa uvipate, vije uvipate. Unajua, ngoja nikwambie kitu ambacho Mungu atafanya. Inawezekana usiamini, lakini kitu ambacho Mungu atafanya. Kuna watu hapa wamefiwa na baba zao na mama zao, lakini maisha ambayo Mungu aliwakusudia baba zao na mama zao ni makubwa sana. Na inawezekana wamelala wapi? Makaburini. Na kule makaburini kuna maisha yamelala. Manake kuna elimu zimelala, kuna utajiri umelala, kuna maarifa mengi, kuna vyeo vimelala. Maadamu vilikuhusu wewe, vitakuja. Kwa kuwa ni neno la Mungu limesema, nasema tutafundishwa jinsi ya kuvidai na kuviita. Vitakuja vyote vilivyo haki yetu. Mtu mmoja mtumishi wa Mungu mmoja, nilikuwa naongea naye wiki iliyopita, akaniambia alienda nje ya nchi. Sasa Mungu amempa neema ya kuona. Amen. Akasema akafika mahali akamuona askari mmoja yuko getini. Alafu akaambiwa huyu, akaonyeshwa kwenye Mungu wa roho kwamba huyu alikuwa rais, lakini ameshika nini? Bunduki, na yuko mlangoni, ni askari. Nikizungumza hivyo, naona maisha yenu vitu vya thamani, dhahabu, tunu, vitu vya kipekee ambavyo adui ameshikilia. Vya kipekee, sio maisha unayoyaishi. Ni lazima ifike mahali ukasirika, useme kweli, ninajua kweli kuna mambo yangu, na uonyeshe mbele za mbingu na uonyeshe hata mbele za shetani kwamba umejua hii siri, na kwamba wakati umetimia na mbiu imepigwa. Wakati wa kurudisha yaliyoibiwa umewadia. Majira yetu, Mungu hajasema tu majira yetu yaliyoko mbele, amesema hayo ya nyuma ana uwezo wa kuyarudisha. Unajua kuna msemo wa ulimwengu unasema maji yakisha mwagika yazoleki. Sio kwa wana wa Mungu. Kwa wana wa Mungu kama yamemwagika na dhahabu itatoka. Kama yamemwagika na fedha itapanda. Kwa sababu Mungu amesema miaka iliyoliwa na madumadu na tunutu na parare na nzige itarejeshwa yote. Ninasikia ujasiri, endapo na wewe una ujasiri, kwamba twende vitani. Tuhakikishe kwamba historia ya maisha yako inabadilika. Na kweli ikifika mwezi wa 12, ufike mahali useme ni kweli, si mimi,
uangalie maisha ya nyuma, useme sio mimi tena. Ndoa yangu sikuwa na amani, nina amani. Nilikuwa sifurahi, ninafurahi. Maisha yangu nilikuwa sina mume, nina mume. Nilikuwa sina mke, nina mke. Hata kama hujaolewa kabisa, lakini una mtu ambaye mtaoana miaka ijayo. Ndio ninachotaka mwezi wa 12 ikifika, angalau tuone, ni kama tunapiga mahesabu, nini ambacho Mungu amekifanya. Uone kwamba kuna kitu kweli, dalili zionekane. Mvua kama wingu, kama mkono kidogo kuonyesha kwamba kuna dalili ya mvua inakuja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unapoenda kufanya kazi, unapoenda kwenye biashara, ardhi ni kama ramani au faili kama nilivyokuambia. Inafanya nini? Inakuona wewe ni mjenzi, umekuja kujenga juu yake, lakini ramani wamepewa wao. Sasa unapotaka kujenga tofauti na kupinga, hii sio ramani ya bosi wangu. Mmenielewa? Ndio maana tunasema kwamba inatenda kazi kwenye majira na nyakati. Kwamba umeiendea ardhi, unaenda kufanya biashara, inakwambia hii sio ratiba, hii sio ramani ya Mungu wangu. Wewe hujaandikiwa haya. Hii sio ramani iliyochorwa. Kwa unapingwa na ratiba, unapingwa na ardhi. Na kama ardhi inazaa, manake chochote kinachozaa hakizai tu mfululizo, kinazaa kwa wakati. Kwa kuna wakati hiyo ardhi inatoa vitu vyetu. Kwa maana ukisoma Isaya 60:11 pale akasema kwamba malango yako yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu walete kukuletea utajiri wa mataifa. Kwa watakuja mchana, watakuja usiku. Siku zijazo nitakufundisha jinsi ambavyo adui anasimama kuchengana na wewe kwenye majira yako. Kwa sababu hata wafanyabiashara mnielewe kwamba sio wakati wote wa kuuza. Hata wewe mwenyewe ni shahidi. Ukikaa kwenye biashara kuna muda kunatulia kimya. Alafu kuna muda anakuja mtu mmoja, alafu wanakuja kama upepo fulani umepita. Alafu baada hapo unakuta kimya. Sasa ndivyo ambavyo maisha ya mtu yanafunguka. Kuna wakati au malango yanafunguka ili yabarikiwe. Yale yaliyoandikiwa na Mungu yatimie kwenye wakati wake. Maana kila siku inafungua wakati wa mtu. Sasa shida iko kwamba hatupo kwenye wakati kuweza kupokea yale tuliyokusudiwa. Bwana Yesu asifiwe. Basi leo tutaombea mambo kama ambavyo tumezungumza. Tunazungumza kibali machoni pa nani? Pa Bwana. Sema pa Bwana. Inua mkono wako juu, sema pa Bwana. Mithali 8:35. Amen. Alafu kibali usoni pa nchi. Mwanzo 4:14. Kaini akasema umenifukuza leo mbele za uso wa nchi. Amen. Kibali machoni pa watu. Narudia, kibali machoni pa watu. Zaburi 3:4. Zaburi 3:4. Zaburi 3:4. Neno la Mungu linasema 3:4. Zaburi 3:4. Neno la Mungu linasema kwa sauti. Zaburi, Mithali 3:4. Mithali 3:4. Neno la Mungu linasema ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele za mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Esther utasoma kwa wakati wako, labda nitakupa wakati mwingine hata redioni sababu ya muda, lakini utasoma Esther 2:15 hadi 17, Esther 5:8, Esther 7:8, Esther 8:5. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ni maeneo matatu ambayo tunaenda kuyashughulikia. Ninajua nimetaja haraka na ninajua hujaweza kuandika na ninajua hilo, lakini usiogope. Muda ambao tunataja andiko kwa utulivu labda kwenye radio sasa hivi, tunataka pia tuyawahi majira. Amen. Sawa jamani? Mawazo yanatakiwa yapate kibali. Vitu vya kuombea nitakufundisha huko mbele. Hata kwenye maisha yako unatakiwa, kabla ya kwenda kazini, kwenye biashara zako, ombea mawazo yako, ombea maneno yako. Mungu, naomba maneno yangu leo yapate kibali mbele zako na mbele za watu. Utaona siku hiyo. Wewe ni mfanyabiashara, wafanyabiashara wengi mnajua, unaenda bidukani huna hasira, lakini atatumwa tu mtu makusudi ya kufungia mlango wa wateja. Alafu anakuja makusudi, ataanza tumbwe mwenzake. Si nini? Imepanda, imeshuka, kukasirishe tu. Sasa wajasiriamali wanasema kwamba wewe usiangalie nini kauli zake,
Wewe angalia pesa yake, maana wewe unachotaka ni pesa yake. Lakini bila kuwa na roho wa Mungu utaangalia maneno yake. Lazima tu yatakukera. Au yakukera utaongea, na ukiongea unafunga mlango. Wateja hawaji. Kwa hiyo tunatakiwa unapoondoka asubuhi sema mawazo ya moyo wangu na maneno ya kinywa changu yapate kibali mbele zako Mungu siku ya leo. Kwa kila nitakayoongea naye, biashara nitakazozifanya, mahali ninakokwenda kwenye ile ofisi, napeleka barua maombi ya kazi, maneno. Vijana wakati mwingine mnaenda kuchumbia bila kuomba maneno yao na kibali mbele za Mungu, afu mnaenda wenyewe. Dada unajua nakupenda, alafu unafukuzwa. Bwana Yesu asifiwe. Basi mwisho wa yote tutapakwa mafuta yanaitwa mafuta ya kung'aza. Zaburi 104:15 na mafuta ya furaha Zaburi 45:7, Isaya 61:1. Narudia kwa sababu nilishataja sana redioni. Mafuta ya kibali. Nataka nikwambie haya mafuta kung'aza ni tendo la rohoni. Amen. Nitamkaribisha mama baadaye, ataongea maneno kidogo kwenye upande wa mafuta. Amen. Lakini nataka nikwambie hayo mafuta hatupaki mtu wa nje. Haya mafuta ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anawakilisha mafuta. Kwa hiyo unapotaja mafuta Biblia ni Roho Mtakatifu. Amen. Alafu kuna aina mbalimbali za mafuta. Kuna mafuta ya kutiwa, yanaitwa mafuta ya kutiwa, wanatiwa mafuta. Lakini haya yanaitwa mafuta ya kupakwa. Unapakwa mafuta kama unavyopaka mafuta ya nini? Ya kupaka upendeze. Lakini ndani yanamfanya mtu wa ndani ang'ae. Sasa zile maneno sijui nini, unanuka, si umefanya nini, sijui nyumba inanuka, yataisha, yatapungua. Muda hautoshi, muda wangu nimeambiwa umeisha. Lakini ningekueleza jinsi ambavyo haya mafuta yataenda kukutengenezea njia mbele yako. Maana haya mafuta ni roho na yanaongea na yanapambana na yanashindana. Kwa hiyo yatapita kukata vifungo mbele yako. Maana anasema ndani mwake ndimo ulimo uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nao nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Kwa hiyo haya mafuta hayataishia tu kukung'aza, kukuletea furaha. Maana una huzuni na moyo umepondeka, lakini pia yatakufanya mabadiliko katika maisha yako. Haya mafuta wakati wa maombi nitakueleza. Haya mafuta nataka ukiondoka hapa bila kutumia mafuta. Ukipenda kununua, lakini sijakutuma ununue. Lakini nitakueleza jinsi ya kuyakiria kwa siku 7. Kila siku unakiri maneno ambayo nakwambia kwamba Mungu, ninaomba mafuta ya nini? Kung'aza, yang'aze uso wangu. Mafuta ya furaha, mafuta ya kibali. Kila siku, baada ya siku 7 utaniambia mabadiliko utakayoyaona kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Tutaombea wanafunzi, tutaombea namba za mtihani, kwa sababu namba ndiyo mitihani yenyewe, ama ndiyo mtu mwenyewe. Alafu pia tutaomba kwa ajili ya vijana na mabinti. Mungu akubariki. Yesu kwa makofi na kwa vigelegele. Haleluya, haleluya. Hebu mgeukie mwenzako, mwambie leo naenda kung'aa. Mwambie leo naenda kung'aa. Sikiliza nikwambie hii kitu. Ni majira ya Mungu yaliyofika. Shetani akatae, mizimu ya kwenu yakatae. Kung'aa utang'aa katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Hata maadui zako wakatae, kung'aa ni lazima katika jina la Yesu. Haleluya. Hii ni majira ambayo Mungu ametujia, na ndiyo saa ambayo Bwana ametujia. Haleluya. Kama wewe ulikuwa giza, tarajia kwenda kung'aa na kuwa nuru katika jina la Yesu. Chukua sadaka yako. Na unayetusikiliza kwa njia ya radio mahali popote ulipo, unaweza ukachukua sadaka yako. Chukua tu sadaka yako. Hiyo sadaka unaweza ukaweka kwenye kichwa chako. Kama unaweza kusimama, simama tu, chukua sadaka yako. Nataka nikuambie Mungu anaenda kukung'arisha mwenyewe. Haleluya. Chukua sadaka yako, weka juu ya kichwa chako. Baba, katika
jina la Yesu, tamka kwa habari ya